Shangazi! 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 Mwanangu, imekuwaje tena? Mwanangu. Vipi? Nini? Tumbo limefanyaje? Limefanyaje tumbo? Jamani. Wewe mtoto. Nini sasa? Jamani, majirani. Mwanangu. Mwanangu ndio unalegea hivi. Mwanangu. Mwanangu. Usife mwanangu. Usife mwanangu. Usife mwanangu. Mwanangu jamani. Mwanangu. Nini mwanangu? Mwanangu umekuja kunitembelea juzi tu, leo unaumwa mwanangu. Mwanangu nini? Mwanangu. 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 Yana nimpe maji mwanangu. 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 Kunywa maji basi. Mwanangu kunywa maji. Kunywa maji mwanangu. Wow. Na jamani. Maji yaenda. Mwanangu. Mwanangu nini sasa? Mwanangu. Mwanangu. Mwanangu nini sasa? Mwanangu. Baba. Mwanangu. 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 Mwanangu amekufa. Mwanangu. Baba. Mwanangu. Mwanangu. Mwanangu nimeniacha. Mwanangu. Tangazo la msiba! Tangazo la msiba! Twende msiba! Tangazo la msiba! Kifo hakina huruma. Wanakijiji wana mbaya, tunatangaziwa familia ya mama Nkulasi inasikitika kwa kifo cha ndugu yao anaitwa Esther Kideledele. Kifo kimetokea jana majira ya saa 4 asubuhi na mazishi yatafanyika saa 10 jioni leo. Wanakijiji tufike bila kukosa, twendeni msibani. Twende msibani. Jamani, kani nimesikia tangazo la msiba. Ndiyo. Kuna msiba kwa mama Nkulasi pale bondeni. Amefiwa na binti yake Esther. Binti yake Esther? Esther binti yake wa mjini. Alikuwa anakaa mjini. Ndiyo. Sasa nyinyi wenzangu mna uamuzi gani jamani? Ile familia hata ihudhuriegi misiba kabisa.
Ni kweli, lakini hauhudhurii msibani. Lakini twendeni jamani, msiba wa jirani ni wa kwako. Lakini yule mama mbona anashiriki? Mtakunipa siendi. Wewe msiba tu yule mzee pale bondeni. Hapa na hapa watoto wale hata kuhudhuria hamna. Kwanza wanadharau. Aflo si twende. Uamle nyama tu kwa misiba wenzao si migumu. Kweli, lakini mama mtoto naye na wewe. Mimi hata siendi kabisa. Sio vizuri. Twendeni tu tukamshike mkono mama mwenzetu jamani. Watoto wake bwana hadi kelo. Dharau. Lile dharau kabisa, kelo kabisa. Unaziona hadharani. Yaani bora tu tufanye hivi, tumfuate tu yule mama, maana yule mama anazulia misiba wenzake, lakini watoto zake. Sasa wale watoto nakuvuta kule jamani, wataenda kweli msibani? Maana mimi mwenyewe kwanza kajiende hapo niende sokoni, lakini kwa sababu tushauri mwanamke mwenzetu tukamuunge yule mama, mimi naenda. Sawa, mimi nitaenda kwa ajili ya yule mama. Lakini bila huyo mama wale watoto wake, hata singetoa mguu wangu. Kuja mbaki ndishi hapa tukakushinda. Maana nitaka niende sokoni, lakini hivyo sio msiba. Naenda kwa ajili ya yule mama. Unaipigia ugeu huyu. Yule mama ndio nikamshika mkono. Lakini singeenda. Msiba hauna hodi. Wala ngoja. Wana kijiji wanamba, unatangaziwa familia ya mama Ngulaku inasikitika kwa kifo cha dada yao mpendwa anaitwa Esther Kideledele. Kifo kimetokea jana majira asubuhi saa 4 na mazishi yatafanyika leo saa 10 jioni. Wana kijiji wanamba, natakiwa tufike bila kukosa. Twendeni msibani. Tangazo la msiba. 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 Wana kijiji wanamba, tunatangaziwa kuwa familia ya mama Ngulaku inasikitika kwa kifo cha ndugu yao anayeitwa Esther Kideledele. Kifo kimetokea jana majira ya saa 4 asubuhi na mazishi yatafanyika leo saa 10 jioni. Wana kijiji wanamba, ikiwa tumkimbilie ndugu yetu na tuhudhuria kwenye mazishi tukiwa wote. Tangazo la msiba. Wana kijiji wanamba, tunatangaziwa kuwa familia ya mama Ngulaku inasikitika kwa kifo cha ndugu yao mpendwa anayeitwa Esther Kideledele. Kifo kimetokea jana majira saa 4 asubuhi na mazishi yatafanyika leo saa 10 jioni. Wana kijiji wanamba, inatakiwa tuhudhurie kwenye mazishi na tuweze kushiriki kwenye mazishi tukiwa wote. Twende msibani. Twende msibani. Tangazo msiba. Tangazo msiba. Wananchi. Nenda dadangu, huu msiba sidhani kama watu wataenda, kwa sababu watoto wale mama waendagi msibani. Kweli kabisa, yani hawaendi. Na wale wamezidi. Mwingine ulevi kweli kweli. Hata mimi mwenyewe siwezi nikaenda. Kwa sababu mama yule anajitahidi, ili shida watoto tu. Watoto wale waendi msibani. Sidhani kama msiba utakuwa na watu. Watu hawawezi wakaenda. Mimi mwenyewe mmoja hapo. Hapa sasa nataka niende shamba. Siendi msibani. Hata mimi kweli msibani si.
Kwa kweli hata mimi sitoweza kwenda. Maana nina shughuli zangu nyingi sana za shamba. Sana, hata mimi siendi msibani. Bwana kulako. Mambo vipi? Yoke basi ndo kwa basi ndo ndani bwana wewe. Vipi bwana kulako? Kulako vipi? Mambo vipi? Naambia ndugu yangu. Wewe tulia. Tuli. Wewe mshamba nini wewe? Ntule maana gani? Sasa sikia. Huu mguu unaona mguu? Ulikuwa mguu kwako. Huko kwani kumefiwa wewe? Wewe mfiwa, wewe mjane. Mjane si mjane. Wewe umefiwa. Na dada yako mgeni gani si nani si ulipo hivyo? Nani si yule? Sasa kweli si yule. Ndio amefariki dunia, amekufa. Wewe sikia nikupangilia misondo. Unajua unazingua. Umeona pale? Naona kiputila kinaenda, kinarudi, kinaenda, kinarudi. Wewe mchawi. Mchawi nini? Kwa mimi sinye. Kwani mkunya kwenu? Pale kwenu pale wewe mshamba nini wewe? Ni sasa jangu aje kuogopa wewe. Hebu kwani zako kule. Unajua unazingua kwenye miharakati zangu. Mimi nitakuja nikukili, nitakutoa miutumbo unajua. Sio umenielewa? Mimi mwenyewe kinega, mimi mwenyewe ile mwanangu ngulako hapa 777 67 buku 757. Sawa, nenda mimi nikamalizie kazi yangu, si kazi yangu pale. Pita. Kwa hapa uko na kambolea, si ndivyo? Wewe tulia. Unavyoongea na mimi tulia. Unavyoongea na mimi sio unanitemea mato na nyeshia kama mvua mwesha kula vitu vyangu unazingua. Yaani unazingua, wewe unazingua wewe kinega, unazingua unajua wewe unazingua. Sawa. Pita huko. Wewe sikia. Umesema nini kwanza niimbishe za utaalamu? Umesema nani kafa mboe? Matangazo vipo kule ile tumekafa fulani. Mama kafa dadako Esther yule mgeni yule kafariki. Kwa hiyo dada Esther kafa, si ndivyo? Kafa. Mwenyezi Mungu asante kwa kumtoa Esther duniani. Ya dunia mengi. Pita sasa bana wewe vipi? Mangalia, sitaki bana vipi? Mbavu. Kwenda huko. Sasa uende wewe vipi? Haya tulingine tu. Hata usimshila asubuhi mshila tayari hapa. Muone kwanza mwendo wake. Tafika anko huko atembea hivi. Unataka kufunika mzigo kwanza. Hivi kifo cha yule dada unakielewa kwa shoga? Hapo. Unaweza kuelewa sielewi. Yaani mtu amekufa hata yaani tusimsundania dakika 5. Yaani kwa muda mfupi ujue yaani angemwata masaa. Hata lisaa. Tunaambiwa ameshafariki. Kweli jamani. Yaani hapo hata sielewi na wala si chochote kile. Yaani hapo shida ni ila tusijaji sana. Watu wenyewe wa mjini hawezekana katoka na tatizo lake huko. Kama jamani ndo yaani dakika yaani ya muda mfupi. Au alikuwa anatumia hivi nini uki. Unaona naye linachangia ujue. Maana kasahau dozi zake kwa huko ndo kama hivyo alivyo. Lakini tusifuatilie sana mambo ya watu. Tuachane nayo.
Hapo ndo hatujui shogangu. Hapa nipeleke saluni nikasuke, mambo yao tuachie. Ndo mlangoni hivi. Kwa hiyo unataka nikae wapi? Dada, twende msibani. Umesemaje? Ina maana unisikia? Nimekwambia twende msibani. Ina maana wewe njoo hujui? Au wewe mgeni kwenye kijiji hiki? Tangulia, mimi nitakuja. Ni kweli mwenyeji, lakini twende msibani. Kwani wewe hapo una kazi gani? Tangulia, nitakuja kwa muda wangu. Alafu sitaki unifuatilie. Mama, mama, yeah, yeah, baba, yeah, aba, twende msibani. Tumeshiriki sana kuwazika, oh, tumewazika, siba hauna